Dada karibu. Asante afande. Ni nini kimekukuta na ni nani amekufanyia hivi? Lakini afande, kabla sijakwambia naomba uniahidi kwanza kuwa endapo nitakwambia aliyenifanyia hivi, utahakikisha anachukuliwa hatua kali za kisheria. Usijali dada, tayari uko mbele ya sheria. Hivyo ni lazima tumwajibishe muhusika kama sheria inavyotaka. Mume wangu ndiye aliyenifanyia hivi na amekuwa akinipiga kila siku bila hata sababu za msingi, na nina ushahidi wa video zake akinipiga. Unazo hizo video hapa? Ndiyo, ninazo, hizi hapa. Pole sana dada yangu. Jina lake anaitwa nani na anapatikana wapi ili nimwagize afisa wa polisi akamkamate? Anaitwa Alex. Sasa hivi atakuwa yupo ofisini kwake. Sawa, wewe andika mawasiliano yako hapa kisha nenda nyumbani ukapumzike. Hili swala niachie mimi. Muda si mrefu nitakupa majibu kwa tumeshamkamata. Sawa afande, nashukuru sana. Usijali. Samahani afande, kuna mdada mmoja ameleta shauri lake hapa. Anadai kuwa mume wake amekuwa akimpiga sana na ameniachia ushahidi wa video inayoonyesha jinsi mume wake anavyomfanyia vitendo vya kikatili. Hebu nitumie huo ushahidi. Tayari nimeshakutumia afande. Sawa, hebu ngoja niangalie. Usiku, hebu nenda kwanza kaendelea na kazi nyingine, nitakuita baadaye. Sawa afande, basi huu muda ninaokusubiri ngoja niende nikamkamate huyo mhalifu aje rumande kwanza. Hapana, usiende kumkamata, maana ninahitaji kufanya uchunguzi wa kina kwenye hizi video ulizonitumia kabla hujafanya maamuzi ya kwenda kumkamata. Sawa afande. Halo. Bwana Alex, kuna jambo zito sana hapa kituoni linakuhusu. Sasa sijui kama upo sehemu nzuri ili tuongee. Bila shaka afande, tunaweza kuzungumza. Mke wako amekuja kukushtaki kuwa umekuwa ukimpiga mara kwa mara na ameleta ushahidi wa video. Sasa kwa jinsi sheria zilivyo, ukipelekwa mahakamani kwa hili kosa utakabiliwa na adhabu kali sana. Huyu mwanamke ni mjinga sana. Yaani mambo ya kifamilia yeye analeta polisi. Hivi anafikiri mimi ni wa kufungwa kizembe namna hiyo? Bwana Alex, huu sio muda wa kumlalamikia mke wako, na ndio maana nimekupigia ili tujue unatoka vipi kwenye hii kesi, kwa sababu mpaka sasa kuna baadhi ya askari wanafuatilia hii kesi kwa ukaribu, hivyo naofia isije ikaleta shida. Wewe sikia, fanya kila uwezalo unitoe kwenye hii kesi. Halafu jioni tukutane kwenye ile baa yetu ya kila siku. Nikupe kitu kidogo. Sawa, hakuna tatizo ndugu yangu. Usiku, nimepitia hizi video lakini nimegundua kuwa hili swala ni la kifamilia zaidi. Kwa hiyo mtafute huyo mwanamke umwambie matatizo yao ayamalize kifamilia. Lakini afande, kwa jinsi yule dada alivyoumizwa, sidhani kama hilo tatizo unaweza kulimaliza kifamilia. Na mpaka yule mwanamke amechukua hatua kuja kuripoti hapa kituoni, ina maana hilo tatizo limeshindikana, ndio maana amekuja kutafuta msaada wa kisheria. Usiku, mimi ndio bosi wako. Hapa unatakiwa kutekeleza amri na si kubishana na mimi. Tumeelewana? Sawa bosi, nimekuelewa. Bwana Alex, kuhusu hii kesi yako, hebu jitahidi ukae na mke wako muyamalize kifamilia. Kwa sababu mpaka hapa nilipokusaidia, kama ningekamatwa, kibarua changu kingeota nyasi. Huyu mwanamke anazingua bwana. Sasa kulikuwa kuna haja gani ya kupeleka haya mambo polisi? Ni kweli hakukuwa na haja ya kuyaleta polisi, ndio maana nataka muyamalize nyumbani ili kesi isiendelee. Hakuna shida afande. Basi chukua hiki kiasi kidogo cha fedha, maana leo umeniokoa sana. Asante sana Bwana Alex. Tulieni hivyo hivyo. Mnadhani nyie mnaweza kuichezea sheria, sio? Afande, afadhali mmekuja ili mnisaidie, maana mimi pia niko hapa kumkamata Alex. Unasema mkuja kumkamata wakati nimeona anakupa pesa kama malipo ya kufuta kesi yake. Bosi, huyu wala asijitetee kwa sababu nina ushahidi wa sauti akizungumza na Alex kuhusu kufuta kesi yake. Kwa hiyo wewe unanizunguka ili nifukuzwe kazi uchukue nafasi yangu, sio? Sasa nitakuonyesha. Sikia Sam, acha kumtishia cha usiku. Kwa sababu kweli wote uko wazi na nimesikia hii sio mara ya kwanza. Unachukua pesa za watu na kufuta kesi. Hasa hii itakuwa fundisho kwako. Naomba unisamehe afande. Subiri kwanza, tukakukumbusha kile kiapo ulichoapa, kama kuna sehemu kilikuruhusu ule rushwa. Jamani, mimi sinaruhusiwa kuondoka. Unataka uende wapi? Wakati na wewe ni mhalifu. Cha usiku wafunge wote pingu, tunaondoka nao.